Shalom sana. Wakolosai sura ya 2 na mstari ule wa 14. Hebu tuende tafakari habari njema juu ya msalaba wa Kristo aliotupatia ukombozi. Anasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kwa mkogo, kwa ujasiri akizishangilia katika msalaba huo. Amina. Katika msalaba wa Kristo tunapoendelea kutafakari Pasaka Kwaresma hii, basi ni kwamba tujue kwenye msalaba Yesu alifanya mashangilio. Ni jambo la mateso makali sana na aibu, yeye kwake ilikuwa ni mashangilio, kwa sababu ushindi umekuja, ukombozi umekuja, na adui amekanyagwa, ameondolewa, amefungwa, hana uhalali na mamlaka juu ya wana wa Mungu. Kwa hiyo msalaba wa Kristo tunapoendelea kutafakari, tutafakari kuona mashangilio makubwa, kwa sababu ndio Kristo alituletea mashangilio makubwa. Katika msalaba huo tunashangilia kwa Bwana, na endelea kuishi maisha ya kushangilia na ukombozi yaliyojaa uweza, yaliyojaa furaha katika jina la Yesu. Bwana Yesu kwa Roho Mtakatifu akujaze upate tafakari nzuri juu ya msalaba wa Yesu, mateso yale, kwamba ni ushangiliaji, ni ukombozi, ni furaha kuu ya milele kwa wana wa Mungu, kwa wote watakaoingia kuamini na walioamini. Barikiwa na Yesu endelee kukufunulia kuona furaha na ufunuo mkubwa katika habari njema hizi, maandiko matakatifu. Bwana Yesu, asante, na iwe kwetu tafakari kuu iliyojaa ufunuo kwamba sisi ni wa kushangilia, sio wa kulizwa tena wala maombolezo tena, katika jina la Yesu. Asante kwa kutubariki. Asante.